Sio kwamba hawatoshiriki bali hawatoshiriki kwa namna yoyote ile. Kwa hichi ambacho kinaendelea inaonyesha ni dhahiri Yanga hawana imani na bodi ya ligi. Watu wanasema kama Yanga wanajaribu kuvuka mipaka kwa maana ya baada ya CAS kutoa mwongozo. Kwa kitu ambacho mimi nakiona ni kama kuna ushindani kati ya Yanga na bodi ya ligi. Sasa huu uonevu ambao unatajwa na Africans, kuna mazingira yote ambayo mushi kwenye mpira wetu kwenye msimu huu umeona Yanga akifanyia uonevu. Rais wetu wa TFF alishasema katika vilabu ambavyo vimenufaika na vilabu ambavyo vimefaidika kwenye uongozi wake ni Yanga. Young Africans wanapaswa kufahamu ikitokea watu tokea katika mchezo wa Juni 15 watapokwa alama 3 ambazo watapewa Simba na magoli 3, lakini pia watakatwa alama 15. Sasa ni rasmi, beki wa pembeni wa klabu ya Liverpool Alexander Arnold amejiunga na klabu ya Real Madrid ya pale Spain. Na Madrid ni moja kati ya timu ambayo ikimtaka mchezaji, yani wewe mchezaji mwenyewe ndio utaharakisha yani kwamba uondoke kwenye timu yako. Waligani wana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu sana katika siku nyingine nzuri ndani ya Sports Recap kuweza kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa nyumbani na nje ya mipaka Tanzania. Hapa nyumbani leo tumekuandalia taarifa inayohusu klabu ya Yanga ambao wameendelea kushikilia msimamo wao wa kutokucheza mechi ya dabi, huku wakisema tena na tena kwamba hawana imani na mamlaka za mpira hapa nchini. Tutakuja tuangazie taarifa hiyo kwa undani zaidi. Lakini huko kimataifa tunayo taarifa kutoka kwa miamba ya soka kutoka nchini Spain, Real Madrid ambao wamelazimisha deal la beki kutoka Liverpool, na kwa hakika unaweza kusema limekamilika. Tunayo mengi sana kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Mimi ni Kepa Benedicto, mwenzangu ni Joachim Mosh. Yes, kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali kwamba tunayo mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo, lakini haya yote hatuwezi kuyazungumza bila nguvu kutoka Mega Purified Drinking Water ambao wanakuhakikishia wewe mkazi wa Dodoma unapata maji safi na salama pale popote ulipo. Unapiga tu simu na ukisema maji, malizia maji ya Mega kutoka Dodoma, basi unaweza kuyapata maji hayo kwa mkazi wa Dodoma. Maisha yamerahisishwa sana, usihangaike na kuteseka na ukaugua kwa sababu ya kutumia maji ambayo sio mazuri, bali Mega wamekuja kuondoa kadhia hiyo. Yes, tuanze kuangazia leo yote ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Bwana, hapo jana ilitoka taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga ambapo walionyesha kwamba wao hawako tayari kurudisha shitaka lao kwenye mamlaka za ndani, kama ambavyo barua ya CAS iliwataka kuanza kurudisha shitaka lao kwa maana ya malalamiko yao juu ya mchezo wa dabi ambao uliahirishwa kwenye mamlaka za ndani. Wamesema kwamba hawako tayari kurudisha shitaka hilo ndani ya mamlaka za ndani, huku wakaendelea kushikilia msimamo ya kwamba hawatocheza mchezo wa dabi nambari 184 dhidi ya Simba ambao ulibidi uchezwe Machi 8 lakini uliahirishwa. Lakini na zaidi viongozi, wanachama, mashabiki wameendelea kushikilia msimamo wao hawautambui mchezo huo na hawatoshiriki kwa namna yoyote ile. Sio kwamba hawatoshiriki bali hawatoshiriki kwa namna yoyote ile. Kwa hichi ambacho kinaendelea inaonyesha ni dhahiri Yanga hawana imani na bodi ya ligi, hawana imani na TFF, na wao wamebaki kwenye msimamo wao kwamba hawachezi. Japokuwa CAS waliwaambia warudi chini kwenye mamlaka za chini waweze kujadili ama kuweza kuona ni jinsi gani ambapo wanaweza wakacheza mchezo wao dhidi ya Simba. Na nadhani TFF tayari washatoa tarehe ya mchezo ambao ni Juni 15. Kwa hiyo tusubiri tuone, je, Yanga wataendelea na msimamo wao ama itakuwaje, ama busara zitatumika. Ila kiufupi Yanga hawana imani na bodi ya ligi, hawana imani na TFF. Watu wanasema kama Yanga wanajaribu kuvuka mipaka kwa maana ya baada ya CAS kutoa mwongozo, wao walipaswa kurejea ndani, waanze ndani. Kama wasingesikilizwa basi wangekuwa na sababu ya kwenda CAS tena, lakini kama kutoka hivi hadharani kusema hatuna imani na mamlaka ambayo imeaminiwa kusimamia mpira huu na kuonyesha kusisitiza kwamba hawako tayari kushiriki kwa namna moja au nyingine, ni kama Yanga wanavuka mipaka sana kwenye hili.
Kwa kitu ambacho mimi nakiona ni kama kuna ushindani kati ya Yanga na bodi ya ligi. Kwa maana kwa busara Yanga itakiwa afate kile ambacho kaelekezwa kasi, na maana angerudi kwa busara, okay, kwa utaratibu na kanuni. Okay, yani hivyo, ila angerudi kwenye mamlaka za ndani aanze aone itakuwaje. Ila pia cha ajabu ambacho mimi pia kimenishangaza ni baada tu Yanga kusema hatuchezi ama kutoa barua yao hatuchezi, ni masaa machache TFF ama bodi ya ligi ilitoka ikatoa tarehe ya mchezo. Kwa hiyo kuna kitu kinaendelea kati ya Yanga na bodi ya ligi. Kwa hiyo hapo, yani hapo tusitaki kwa kushindana ama kuonyesha nani mwenye nguvu. Hapo ni wakae chini Yanga waweze kulimaliza ili mechi icheze, kwa sababu tarehe ya mchezo tayari ishatolewa. Na unaweza kusema kama Young Africans wameshika mabaya sana wakati huu. Wao ndio wameshika makali. Yani kwa vyovyote vile Yanga inabidi akae ajirudi. Kwa hiyo yani hana uwezo wa kubishia, kwa sababu kule ambapo alikuwa anategemea kwamba swala lake linaweza likafanywa kazi, nao wamemwambia rudi kwanza nyumbani. Yani haiwezekani wewe utoke tu hapo uende kuonana na mkuu wa mkoa wakati kuna watendaji, kuna mwenyekiti, unabidi uanzie huko chini. Kwa hiyo Yanga inabidi cha kufanya akae chini. Haya mambo yaishe, wayamalize na bodi ya ligi, mchezo uchezwe. Yanga kwenye barua yao walisema kuna dhuluma sana na uonevu kwenye ligi yetu ambao unaendelea. Pengine wao wanasema wamefanywa sana dhuluma na uonevu. Sijawahi kukutana na scenario ambayo ya moja kwa moja ambayo inatajwa ni uonevu na dhuluma dhidi yao. Na msimu huu Yanga ndio ambao wametajwa kuhusishwa na vitendo vya kupangaji wa matokeo kwenye mechi nyingi kuliko timu yote ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Sasa huu uonevu ambao unatajwa na Africans, kuna mazingira yote ambayo muishi kwenye mpira wetu kwenye msimu huu umeona Yanga akifanyia uonevu? Wao wanajua. Wewe yani kwa maoni yako, kwa namna ambavyo kwa mimi naona Yanga wako fair. Na hata kama ukumbuke rais wetu wa TFF alishasema katika vilabu ambavyo vimenufaika na vilabu ambavyo vimefaidika kwenye uongozi wake ni Yanga. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna sehemu Yanga walikosewa. Ndio ule usemi unasema mazuri 100 anakuja anafutwa na baya moja. Kwa hiyo kwa ile ambalo limetokea Yanga sidhani kama wako sahihi kwa kitu ambacho wanakifanya. Kwa maana tulishaona rais mwenyewe alitamka yeye mwenyewe katika vilabu ambavyo vimenufaika kwenye uongozi wake ni Yanga. Kwa hiyo Yanga inabidi wakae waangalie wapi wamekosea, wakae wayamalize, mchezo uchezwe. Yaani tusichafue ligi yetu. Kwa maana kutaka kuangalia hata Spain, Madrid walishasema na wenyewe hawana imani na waamuzi. Tukija Misri tunaona Zamalek na Al Ahly kitu ambacho kinaendelea, nao hawana imani na waamuzi. Kwa hiyo Yanga wasitake ligi yetu ikachafuka kwa hichi kitu. Wakae wayamalize, mchezo uchezwe, kwa sababu dunia nzima hakuna nchi ambayo hamna malalamiko. Inawezekana kama Yanga kama wanajisahau kwa namna ambavyo mazoea yalikuwepo huko nyuma, taratibu zilikuwa zifuatwe na vitu vingine kama hivi. Young Africans wanapaswa kufahamu ikitokea watu tokea katika mchezo wa Juni 15 watapokwa alama 3 ambazo watapewa Simba na magoli 3, lakini pia watakatwa alama 15 ikiwa ni adhabu ya kutokea uwanjani. Alama 15 maana yake una drop kabisa, unarudi kabisa chini, maana yake chini ya Singida Black Stars, maana yake unaondoka kabisa kwenye top 4 na unakosa nafasi ya kwenda kucheza kabingwa barani Afrika. Pengine ni kitu ambacho mngekwenda uwanjani hata kama mngepoteza mchezo. Na Yanga na Simba ni timu ambazo zina ubora ambao unakaribiana. Kwa nini wasinge na kuofa hiki mwisho wa siku kapata matokeo uwanjani? Hawaogopi hii athari. Je, ikitokea bodi ya ligi ikasimamia msimamo na Young Africans wakapata hizo adhabu, mashabiki wa Yanga watafurahia kama hivi ambavyo wanafurahia hivi sasa, au viongozi wao kama wanajichimbia kaburi wao wenyewe? Kwa hichi ambacho Yanga anakifanya ni sio picha nzuri. Alafu pia kitu ambacho ama hili sakata lilipofikia sasa hivi kila mtu ana hamu ya kujua. Yaani sasa kumeshakuwa kuna ule upinzani bana, tuone je hamtocheza kweli. Kwa hiyo Yanga anazidi kujiweka sehemu mbaya, kwa maana sasa hivi sheria zipo wazi na sheria ni msumeno. Na sidhani kama wapinzani watakubali kwamba Yanga tu hapo pointi 3 afu bado aendelee kubaki kwenye ligi. Sheria zinasemaje kwamba ukigomea mchezo unanyang'anywa alama 3, unashuka pia daraja. Kwa hiyo hicho ambacho Yanga anataka kukifanya sio kizuri. Maana tulisikia kuna watu walisema Yanga lazima tuishushe. Kuna mganga mmoja sijui ni kweli hivi vitu alisema lazima niishushe Yanga. Sasa sijui anaishusha kwa staili gani. Ila kwa hicho ambacho Yanga anakifanya sio salama kwa mpira wetu. Kwa sababu akifanya timu kama Coast, akifanya timu kama Dodoma Jiji,
yani mambo yangekuwa yamesha. So fair. Jana baada ya mchezo wa Simba na JKT Tanzania, nilimshuhudia CEO wa JKT Tanzania kwa maana ya Jemadari Said Kanzumari, alikuwa anazungumza na waandishi wa habari. Alisema Young Africans kwa sasa viongozi wanaona tu ile aibu wanayo, yani wanaona aibu kusema kwa mashabiki wao kwamba watacheza mchezo, ndio maana wanashikilia huo msimamo. Mwisho wa siku wao ndo ambao wanaongoza timu. Leo hii mashabiki wanasupport hatuchezi, lakini kesho wakipokwa alama 15 hawa mashabiki hawatoelewa kabisa. Sahi. Shabiki ni mchezaji wa 12 na ana nafasi yake, ila na uongozi nao una nafasi yake. Sasa uongozi, kama mnakuwa mnasikiza matakwa ya mashabiki, huo sio uongozi. Uongozi lazima mjiwekee misingi yenu, yani lazima mwe mna mipaka yenu kama uongozi. Maana hichi tunafanya kwa ajili ya uongozi, hichi tunafanya kwa ajili ya mashabiki. Kwa hiyo kwa hapa walipofikia Yanga, wasiendeshwe na hulka za mashabiki. Yani shabiki asikufanya wewe kiongozi mkubwa kama engineer ukatoa maamuzi ya ajabu, au shabiki asikufanye wewe kama msemaji wa Yanga Alikamwe ukatoa maamuzi ya ajabu. Kaeni nyinyi kama kamati, kaeni nyinyi kama uongozi, muone je tunafanyaje hili swala, kwa sababu hawa wao viongozi wakija wakisema tutacheza, na mashabiki hao wao ndio wataenda uwanjani. Kwa hiyo hebu wakae, wasifate hulka za mashabiki, yani wafate uongozi unasemaje, sheria zinasemaje, kanuni zinasemaje. Kumbe tukifanya hivi tutapata hasara, na watapata hasara sio viongozi wa Yanga, sio engineer wala sio Alikamwe. Watapata hasara Yanga kupewa adhabu ni mashabiki hawa. Kwa sababu mimi sitamani kuiona Yanga wakikutana na Ken Gold, sitamani Yanga kukutana sijui na Mbuni FC Championship. Itakuwa ni dharau na itakuwa ni fedheha kwenye mpira wetu. Okay, sawa. Tukao tunadilili Africans hapa katika taarifa yao ambayo imetolewa hapo jana kugomea mchezo wa Simba katika tarehe ambayo imepangwa upya, na watu wanasubiri kwa hamu kweli kuona nini ambacho kitatokea. Tukiachana na taarifa hiyo, tunayo taarifa nyingine. Jana ulichezwa mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Simba walikuwa ugenini kucheza dhidi ya JKT Tanzania, na full time wanaondoka na ushindi wa bao 1-0, bao pekee la Fabrice Muamba Ngoma. Katika nyakati muhimu Ngoma anafunga goli. Jana sijasikia sana malalamiko ya Jafet Smart, mwamuzi wa kati, jana kulalamikiwa sana. Waamuzi na wenyewe sasa hivi washaingiwa na ile watu wanasema attention. Kwa mfano mwamuzi wa jana, kabla mechi ya jana tu alivyotangazwa tu kwamba wewe utachezesha mechi kati ya Simba na JKT, watu ilibidi sasa warudi nyuma kwa mwamuzi kuangalia ni nani unaelewa. Kwa hiyo waamuzi sasa hivi watakuwa kwa makini, japokuwa ndio kuna mistake watu wanaongea kwamba kama kwa mfano kipindi cha kwanza aliongeza takriban dakika zisizopungua 7 hadi 8, lakini zilichezwa na wote na hazina alama. Kwa mpira wa jana siwezi kumlaumu mwamuzi, alijitahidi kwa uwezo wake, game liko nzuri. Kuna matukio mawili ambayo yanatajwa pengine JKT, mwamuzi labda pressure ya mchezo wa Simba uliopita iliwanufaisha JKT. Tukio la kwanza tulishuhudia wakati mchezaji mmoja Simba kwa chini, na mchezaji JKT aliruka, alimkanyaga, ile ilikuwa ni maksudi kabisa. Watu wakasema ile stahili red card. Kwa maoni yako ile stahili kwa red card? Hapana, haikustahili kwa red card. Lakini alihatarisha maisha ya mchezaji. Alihatarisha, ila angalia yule alikopo wapi, ni aliruka. Lakini si aliruka chini. Sasa unajua yule sio ndege kwamba atatanua tu miguu au atatanua mabawa atamkwepa. Kwa hiyo ni bahati mbaya, ni mistake ambazo zinatokea uwanjani. Na ukitaka kukumbuka pia mwamuzi alimnyoosha golikipa wa Simba mguu, na yule pia watu wanajaji ni vipi kama daktari. No, hiyo ni kwa mwamuzi duniani inaruhusu. Sasa ila kutokana na pressure sasa hivi ambayo ipo, yani kila ambacho anakifanya mwamuzi watu tu wavivu kufuatilia mambo. Wakiwa wanafuatilia mambo wataelewa. Lakini tukio lingine ambalo linatajwa pia ambalo lilistahili kadi nyekundu, lakini licha ilitoka kadi ya njano, ni tukio la mshambuliaji wa JKT Tanzania Mohamed Bakari wakati aenda kumpush goalkeeper wa Simba Musa Pimpin Kamara, na bahati nzuri Musa aliruka yale mabanzi yale mabango yale ruka. Sasa watu wanafikiria vipi kama Musa Pimpin Kamara angekosa balance akaenda kuyavaa na akapata majeraha. Ni kama ni tukio ambalo lilihatarisha kabisa maisha ya Musa Pimpin Kamara na halikufaa kuwa la kiwana mchezo.
Katika watu ambao unaambiwa watauona, yani kuiona pepo ni ngumu sana unacheza mpira. Kwa sababu ni waongo sana. Kwa sababu ukitaka kuangalia jinsi alivyopushiwa Musa Kamara, sio kwa nguvu hiyo kwamba sijui unaelewa, lakini yupo alikuwa kwenye motion. Alikuwa kwenye motion. Ila vile zile ni technique ambazo wanafundishwa pia mazoezini. Mazoezini ufundishwe tu kudaka, ufundishwe tu sijui kupanga timu yako. Pia kuna mbinu ambazo za kumshawishi mwamuzi. Hichi kitu walikuwa wanafanya sana Barcelona kipindi kile, wapo Messi, yupo Neymar, yupo Suarez. Hivi vitu walikuwa wanavifanya sana. Yaani ukimgusa tu kidogo ni kama yani umempiga shoti. Kwa hiyo kwa tukio la jana ndio maana mwamuzi aliona akampa adhabu ya kadi ya njano kwa kuwa aliona kabisa hili alikuwa kwa nguvu hiyo. Sijui unanielewa. Kwa hiyo vile vitu ambavyo anavifanya Musa Kamara ni vitu ambavyo pia wanafundishwa wachezaji. Ndio soka la sasa hivi, mtu akwambia soka la kisasa ndio liko vile, sio tu uwanjani. Hadi mbinu watu wanafundishwa. Kumtafutia mtu kadi hivyo. Sawa. Tulikuwa tunaangazia hapa mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba ambao ulichezwa hapo jana na ukatamatika kwa Simba kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Bao pekee la Fabrice Luamba Ngoma likifungwa katika kipindi cha kwanza cha mchezo huo. Kufika hapa tunafika tamati ya taarifa za kimichezo za hapa nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, tutaporejea hapa basi tutaweza kuangalia nini ambacho kipo ambacho tumekuandalia katika uga wa kimataifa. Yes, pongezi kwako wewe mtazamaji wa FKTV ambaye mara zote umekuwa wa kwanza kupata habari njema za Mega Purified Drinking Water katika nyakati ambazo hupati wakati mgumu kufahamu wapi utapata maji safi na salama. Kwa wewe mkazi wa Dodoma, basi ni huu wakati, ni wakati wako sasa wa kutamba, wa kuvimba na maji ya Mega hivi ambavyo unaweza kuzungumza. Basi kwa sasa tupae katika anga za kimataifa kuangalia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia. Kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo second leg utapigwa hapa Tanzania. Sasa ni rasmi, utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Haya yamethibitishwa na naibu waziri wa Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, ambaye amethibitisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa utatumika kwa Simba kucheza mchezo wao dhidi ya RS Berkane katika mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ukiwa ni mchezo wa second leg. Habari hii ni njema. Zile heka za kufikiria Zanzibar sio pazuri, bila shaka kwa Simba zimepungua, na pengine ile kwa Mkapa atoki mtu inaweza kwenda kuwalipa. Tunajua wote, tunajua sio wageni Simba akiwa Benjamin, matokeo ambayo anayapata, kitu ambacho wanakifanya pale tayari kishamjengea ule tuseme kujiamini kwamba mimi nikiwa kwa Mkapa hatoki mtu. Na kweli tumeona mara zote Simba ambao anacheza kwa Mkapa inakuwa kweli hatoki mtu. Na mimi yani nimefurahi kusikia kwamba mechi itachezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu pia ni uwanja mkubwa, pia unafikika kwa urahisi kwa watu ambao washafika pale wanajua. Pia naiona Simba kufanya vizuri. Mwarabu mwenyewe anapofia pale, kwa maana Waarabu wote walikuja pale hakuna ambaye kutoka salama. Salama yao ni draw. Yes, pongezi sana ziende kwa wizara namna ambavyo wameharakisha marekebisho na ukarabati wa uwanja huu kuhakikisha kwamba Simba hawapati wakati mgumu pale ambapo watacheza mchezo wao wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, tutoke hapa Afrika tuende huko barani Ulaya, na tukianzia pale nchini Spain. Sasa ni rasmi beki wa pembeni wa klabu ya Liverpool Alexander Arnold amejiunga na klabu ya Real Madrid ya pale Spain, na msimu unaokuja atakuwa sehemu ya kikosi cha Real Madrid akiungana na nyota wengine kadhaa ambao amesha kucheza nao katika timu ya taifa kama alivyo Jude Bellingham, ambao wataungana kwenye timu ya Real Madrid. Licha ya kwamba kulikuwa na ugumu wa dili ili kufanikiwa, lakini unaweza kusema Madrid ni mastermind amekuja swala la kupata wachezaji kwa unawapata free kabisa. Ukiangalia Trent alikuwa ashamaliza mkataba wake na Liverpool na kuonyesha kwamba anatamani
kuendelea kubaki Liverpool. Na Madrid ni moja kati ya timu ambayo ikimtaka mchezaji, yani wewe mchezaji mwenyewe ndio utaharakisha yani kwamba uondoke kwenye timu yako. Ni timu ambayo pia hakuna mchezaji ambaye atamani kuchezea Real Madrid, na kwa hichi ambacho Trent ambacho kakifanya kwenda Madrid ni wakati sahihi. Kwa maana tukiangalia kwa upande wa kulia Madrid kwa sasa hivi toka ameumia Carvajal, hakuna replacement. Tunaona anacheza bwana mdogo nani Vasquez, lakini afiti kama alivyokuwa kama Carvajal. Kwa hiyo ujio wa Trent utaongeza kitu ndani ya Madrid. Pia Trent sio namba 2 tu. Sasa hivi tumeona hata mwalimu wake wa Liverpool alikuwa anamtumia kama namba 6 muda mwingine. Kwa hiyo ni faida kubwa kwa Madrid. Kwa maana tumeona wale wakina Schuameni, hata Jordan kuna muda anakosekana. Kwa hiyo anaweza recover pia. Sasa inasemekana nimekuwa rahisi sana kwa Real Madrid kupata wachezaji wakiwa ni free agent. Watu wana refer mengi sana. Anton Rudiger anatoka Chelsea, alijiunga na Real Madrid free kabisa. Kylian Mbappe baada ya hadithi ya muda mrefu alitoka PSG akiwa free kabisa. Leo Trent ambaye pengine dirisha dogo lilivyo wangemuuza wangepata kiasi fulani cha pesa, leo anaenda tena akiwa free. Imekuwa ni rahisi sana kwa Madrid kupata deals za wachezaji wazuri alafu ni free. Ndio maana nimekuambia kitu kimoja, Madrid ni katika moja ya vilabu ambavyo wakimtaka mchezaji wako, yani mchezaji mwenyewe anatamani sijui usajili ufanyike haraka. Alexander alikuwa na uwezo kuongeza mkataba Liverpool kwa sababu kakulia pale, wamemlea pale. Kwa hiyo alitakiwa kuonyesha ile thamani kwamba da nyie mmenilea. Kwa sababu kuna wachezaji ambao wamecheza timu moja misimu yote. Sijui unanielewa. Ila Madrid kutia tu mkono au kutamka tu tetesi tu zikianza kwa maana Madrid anamtaka mchezaji fulani, yule mchezaji anakuwa anahamu sana kwa Real Madrid kwa akiamini ni timu bora, ni timu kubwa barani Ulaya, na hakuna mchezaji ambaye hatamani kucheza Real Madrid. Sawa, hakuna mchezaji ambaye hatamani kucheza Real Madrid, ndivyo ambavyo Mushi anasema, lakini wapo ambao hawatamani kabisa kucheza Real Madrid. Mchezaji gani nitajia? Wale wana damu ile tusema wamekunywa maji ya bendera kama nani? Ya pale ya No Camp. Hapana. Ule ni upinzani. Ule ile yani kutoka pale La Masia, toka mdogo anaambiwa bwana utacheza timu zote duniani, lakini sio Real Madrid. Ila pia anaweza kwenda Madrid ila sio kwa kutokea Barcelona. Yaani labda atoke pale aende Betis, Atletico ndo anaweza kwenda Madrid, ila kutoka Barcelona kwenda Madrid watakuua Hispania. Sawa, wakati huo tunamalizia na taarifa. Bwana, usiku wa kufahamika nani anakwenda katika hatua ya finali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya ndio leo. Inter Milan watakuwa nyumbani kuwakaribisha FC Barcelona katika dimba la San Siro pale nchini Italia. Na hiki kitu ambacho kinakuwa ni mvuto mkubwa kabisa, ni katika mchezo wa kwanza ambao ulimalizika kwa sare ya leo, nani atakwenda kuibuka na ushindi mwingine mnono na kwenda kusonga katika hatua inayofuata. Ni game ngumu, huwezi kusema nani anaenda kushinda moja kwa moja. Kwa maana tuliona game ya kwanza ilivyoisha ni 3-3, na kikubwa zaidi au kizuri zaidi ni yale magoli waliyofanya Barcelona, kwamba walifungwa magoli ya haraka ila wakakaa wakaseto ndani ya muda mfupi wakasawazisha yale magoli. Kwa hiyo bado naiona ni game ngumu, japokuwa kuna watu walikopo hawapo wamerudi kama Lewandowski ambaye anaweza akawasaidia, lakini pia kina Pavard nao walikopo hapo wamerudi kwa upande wa Inter. Kwa hiyo itakuwa ni game ngumu na pia ni game nzuri ambayo nayo naiona kutoa magoli mengi. Habari njema kwa mashabiki wa Barca ni kwamba lisha kwamba Lewandowski pia amerejea, lakini golikipa wao namba 1 pia naye amerejea katika milingoti mitatu. Lakini hati ni kwa Inter ambao hawana uhakika kama watampata Lautaro Martinez katika mchezo huu wa leo, na ni mchezo ambao utakuwa una taswira ya mvuto kwa kweli, na hapa anayesubiriwa ni nani atakwenda katika hatua ya finali. Utabiri wako? Utabiri wangu mimi kama unavyoniona, mimi niko upande wa Papa. Kwa hiyo nataka kukwambia Inter anaenda. Inter anapita vizuri. Sawa. Sisi tutatunza maneno yako hapa ili sasa kesho tukija hapa tutaulizana kama Inter ameenda au ameoga tu na mjini hajaenda. Sawa, kufika hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku hii ya leo. Nilikuwa nami kiapo Benedicto mwenzangu na Joakim Moshi. Tumeweza kudunda katika viwanja mbalimbali tukiangazia yale yote ya kimichezo. Nikusii tu usikose kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia uwe wa kwanza kupata matukio mbalimbali ambayo tunashare kupitia FJ TV, na kukumbusha tu FJ TV tunasema hili ni chimbo jipya.